Alhamdulillah, tunamhimidi Allah tabaraka wa taala, Allah ambaye akatupatia fursa nyingine ya kukutana. Hatuna budi kumshukuru Allah katika hilo. Amma katika darsa yetu ya usulu thalatha tulikomea al-aslu al-ula min usuli thalatha, tukasema asli ya kwanza ni kwamba anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Tulizungumzia asli ya kwanza katika usulu thalatha, ama miongoni mwa mambo matatu ambayo ni ya msingi ya Kiislamu ambayo kila Muislamu anafaa kujua. Tukasema kwamba Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala ametuumba na Allah Tabaraka wa Taala ameturuzuku, na vile vile Allah Subhanahu wa Taala akawatuma mitume ili wawe ni wenye kutulingania katika haki. Yule ambaye anakuwa ni mwenye kuwafata hao mitume ataingia janna, na yule atakaye waasi atakuwa amemuasi Mola Tabaraka wa Taala, atakuwa anaingia katika moto wa Jahannam. Amma athani, ay al-aslu athani, anna Allah la yarda, kwamba Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala haridhi an yushraka ma'ahu ahadun, kumshirikisha yeye Subhanahu wa Ta'ala na mtu mwingine yote yule, fi ibadatihi, katika ibada yake. La malikun muqarrabun, sio malaika aliye karibu naye, au wala nabiyyun mursilun, au sio mtume yote ambaye Allah amemtuma. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili inayoonyesha hiyo ni kauli ya Allah Tabaraka wa Taala, Allah aliposema wa anna almasajida lillah, hakika masjid ni ya Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Fala tad'u ma'a Allahi ahada, usimwombe mwingine, usimwabudu mwingine katika msikiti isipokuwa Allah Tabaraka wa Taala. Kwa hivyo ndugu zanguni, katika asli hii tunaelewa ya kwamba anayestahiki ibada, anayestahiki kuabudiwa ni Allah Tabaraka wa Taala peke yake. Hakuna mwingine ambayo anastahiki ibada isipokuwa Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala, na hii ndiyo asli ambayo ni ya muhimu, na hii ndiyo sababu ya Allah Tabaraka wa Taala kuwatuma mitume. Yani tauhid ndiyo sababu ya Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala kuwatuma mitume wote. Ay almas'alatu athaniya mimma yajibu alaina ilmuhu anna Allah la yarda an yusharika au an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun, ni kwamba Allah Tabaraka wa Taala haridhi kushirikishwa katika ibada yake na mtu yeyote yule. Ama kadri darasa yetu inavyoendelea, ndipo tutakwenda kuzielewa zile sampuli za ibada zote ambazo zinamstahiki Allah Tabaraka wa Taala. Kwa hivyo ambaye anafaa kuabudiwa, ambaye anastahili kuabudiwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuwa wanaoabudiwa ni wengi, wapo wanaoabudu miti, wapo wanaoabudu mizimu, wapo wanaoabudu masanamu, wapo wanaoabudu ng'ombe, wapo wengine wanaabudu vitu ambavyo ni vya ajabu. Lakini katika hao wote anayestahiki ibada ni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ndio unasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, ay la ma'buda bihaqqin illa Allah,
ni kwamba hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala alipomtuma Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia wale Mayahudi na Manasara, ya ahla alkitaba ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Allah alipomtuma Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alipowakuta wale watu wa ahlul kitab, Allah akamwambia waambie watu wa ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'an bainana wa bainakum. Aliwaambia njoni kwa kalima ambayo, kwa neno ambayo inakuwa ni yenye kutusawazisha mimi na nyinyi, inakuwa ni yenye kutusawazisha sote. Ni neno gani? Wamuabudu Allah tabaraka wa taala peke yake, na wala wasimshirikishe Allah tabaraka wa taala na chochote. Ndio sababu ya Allah tabaraka wa taala huwatuma mitume wote, huwa wahdahu almustahiqu lilibada, na Allah tabaraka wa taala ni peke yake anayestahiki ibada. Wa dalilu dhalika ma dhakarahu almuallifu rahimahullah fi qawlihi ta'ala, amma dalili inayoonyesha ibada inamustahiki yeye peke yake ni kauli ya Allah tabaraka wa taala, ambaye amestadili kwacho Sheikh rahimahullah aliposema wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Na dalili ambazo zinafanana na hayo ni mengi. Fanaha Allahu ta'ala an yad'u al-insanu ma'a Allahi ahadan. Katika aya hiyo ya wa anna almasajida lillah, Allah amekataza aabudiwe yeye pamoja na mwingine yeyote yule. Yani sio tu kumwacha Allah na kumwabudu mwingine, bal Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii amekataza kuabudiwa yeye pamoja na wengine, yani aabudiwe yeye peke yake tabaraka wa ta'ala. Sio unamwabudu Allah tabaraka wa ta'ala alafu una miungu wako wengine ambao unawaabudu. Unasema la ilaha illa Allah, unasema hakuna mola anastahiki kuabudiwa isipokuwa Allah, lakini una makaburi yako ambayo unaenda kufanya mambo yako ya maajabu. Sio unasema Allah ni mmoja alafu pembeni uko na mganga wako unayemtegemea. Naam, kwa hivyo Allah tabaraka wa taala aliposema wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada, Allah alikataza an yad'u al-insanu ma'ahu ahada, Allah alikataza mwanadamu kumwabudu yeye pamoja na wengine. Naam, illa huwa wala yardahu, na Allah haridhi hilo. Allah tabaraka wa taala anasema in yakfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum, iwapo mtamkufuru au iwapo watamkufuru Allah tabaraka wa taala, iwapo watamkataa Allah subhanahu wa taala, fa inna Allaha ghaniyun ankum, Allah yuko mbali na nyinyi. Yani Allah hana haja na wao. Wamemkufuru Allah tabaraka wa taala, wakakataa kumpwekesha yeye, Allah hiyo haipunguzi chochote. Fa inna Allaha ghaniyun ankum, Allah yuko radhi, yuko mbali na nyinyi. Wala yarda liibadihi alkufr, lakini Allah haridhi kwa waja wake kumkufuru yeye. Allah haridhi kukufuriwa, na ukimkufuru pia Allah haimufanyi chochote au haipunguzi chochote kwake Mola subhanahu wa ta'ala. Wa in tashkuru, lakini iwapo mtamshukuru Allah kwa kile ambacho mko nacho, mkampwekesha yeye Allah, yardahu lakum, basi Allah atakuwa ni mwenye kuridhia nyinyi. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala anaridhia ibada ya kuabudiwa peke yake. Allah tabaraka wa taala anaridhia kutolewa shukrani kwake yeye Allah, lakini Allah subhanahu wa taala hawi ni mwenye kuridhia ukafiri kwa waja wake. Fa in tardau
anhum fa inna Allaha la yarda anil qaumil fasiqin. Allah anasema fa in tardau anhum, iwapo mtakuwa ni wenye kuridhia ukafiri wao, ukufri yao waliokuwa ndani, kukataa kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allaha, lakini Allah tabaraka wa ta'ala, la yarda anil qaumil fasiqin, hawi ni mwenye kuridhia wale ambao ni mafasik. Kwa hivyo ndugu zangu, hii zote ni dalili ambazo inaonyesha Allah tabaraka wa ta'ala anataka kuabudiwa yeye peke yake, asiabudiwe pamoja na yeye mtu mwingine yeyote, asiachwe yeye akaabudiwa mwingine asiyekuwa yeye. Kwa hivyo Allah tabaraka wa ta'ala baada anatuonyesha annahu la yarda liibadati ghairi, kwamba Allah bado anatuonyesha kwamba Mola haridhii kuabudiwa mwingine au mtu kuishi katika ukafiri kwa kumwacha kumwabudu yeye peke yake tabaraka wa ta'ala. Falkufru washirku la yardahu Allah, ukafiri na ushirikina wote hauridhiwi na Mola subhanahu wa ta'ala. Bal innama arsala ar-rusul wa anzala al-kutub limuharibati al-kufri washirki walqada'i alayhima, bali Allah tabaraka wa ta'ala kwa ajili ya kukataa ukafiri, kwa ajili ya kukataa ushirikina, kwa ajili ya kukataa kushirikishwa yeye pamoja na wengine, Allah tabaraka wa ta'ala akawatuma mitume. Tulisema Allah alituma takriban mitume 100,000, ingawa ni hadithi dhaifu, lakini Allah tabaraka wa ta'ala ametuma mitume wengi. Tukasema dalili ni kauli ya Allah aliposema wa rusulan qad qasasnahum alayk wa rusulan lam naqsushum alayk, miongoni mwa mitume ambayo tumekuwa ni wenye kukuhadithia habari yao na wengine ambao hatukuwaipatapo kukuhadithia. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala arsala rusul, aliwatuma mitume kuonyesha kwamba haridhi ibada ya mwingine, anayestahiki ibada ni yeye peke yake tabaraka wa taala. Wa anzala alkutub, na Allah akatuma vitabu, akateremsha vitabu. Allah tabaraka wa taala alituma takriban vitabu 4 au 5. Allah aliteremsha kitabu ya Taurat akampatia Musa alayhi salam. Allah akateremsha Injil akampa Isa alayhi salam. Allah akateremsha Zabur akampatia Daud alayhi salam. Allah akateremsha Furqan au Quran akampa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah akateremsha vikaratasi ambayo inajulikana kama suhuf, Allah akampatia Ibrahim alayhi salam. Vyote vilikuwa vinakuwa ni yenye kulingania Mwenyezi Mungu mmoja. Vyote vilikuwa vinaelekeza kuabudiwa Mungu aliyekuwa ni mmoja, ambaye ni Allah peke yake. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala ni peke yake. Iwapo unaamini katika miungu au kuwa na miungu wingi au wingi wa miungu ama Mungu mwingine asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema ingekuwa hii ardhi haingepata utulivu kama hii. Iwapo Mungu huyu anataka kufanya maendeleo hii, Mungu wa pili atasema mimi ninafanya hii. Hebu fikiria, wakiwepo mabosi wawili kwenye kampuni moja, kutakuwa na mvutano mkubwa kati yao, kutakuwa na mashindano ya madaraka kati yao, kutakuwa na mashindano ya maendeleo kati yao, lakini Allah tabaraka wa taala ni mmoja, ni peke yake, na anaendesha utaratibu wake anavyotaka. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah hasinzii wala halali subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah ni peke yake. Ndio Allah akasema qul huwa Allahu ahadun Allahu samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ndio Allah akasema waambie ewe Muhammad kwamba Mola ni mmoja, na katika mwisho wa sura Allah akasema hakuna anayefanana na yeye Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo Allah aliwatuma mitume, akatuma vitabu, wote walikuwa wakilingania tauhid.
Lakini huyo Allah akawaambia mitume na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah akamwambia mtume, la in ashrakta la yahbatanna amalu wa la takunanna min alkhasirin. Allah anamwambia wewe Muhammad, la in ashrakta, iwapo wewe utakuwa ni mwenye kumshirikisha Allah, Allah atakuwa ni mwenye kubatilisha matendo yako na utakuwa ni wale ambayo waliopo katika khasara. Allah akamwambia, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhihi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah anasema hakuna mitume tuliokuwa tunawatuma kabla yako isipokuwa tulikuwa tunawaambia au tunawapatia wahi kwamba Mola ni mmoja anayestahiki kuabudiwa, na basi walikuwa wakilingania katika tauhidi hiyo moja. Kwa hivyo Allah arsala rusul wa anzala alkutub, Allah aliwatuma mitume akateremsha vitabu ili watu wasiwe ni wenye kumshirikisha yeye na mtu yoyote yule. Bal innama arsala rusul wa anzala alkutub limaharabati alkufri washirk, ili wapate kupiga vita ushirikina na ukafiri. Allah subhanahu wa ta'ala akazungumzia akasema, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Allah anasema waqatiluhum, piganeni na wao, wapigeni vita ya Muhammad, piga vita na Quraysh, hatta la takuna fitna, mpaka kusiwe na fitna au kusiwe na tofauti, wa yakuna ad-din kulluhu lillah, wa yakuna ad-din kulluhu lillah, na dini yote iwe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah alipowatuma mitume akaamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam wakawapiga vita wale na Quraysh, ili wakakubali kumpwekesha Mungu aliye mmoja ambaye ni Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, wa idha kana Allah la yarda bil kufri wala shirk fa inna alwajibu ala almu'mini an la yarda bihima. Iwapo basi Allah subhanahu wa ta'ala hawi ni wenye au hawi ni mwenye kukubaliana, hawi ni mwenye kuridhia ushirikina na ukafiri, basi ni lazima juu ya kila Muislamu asiwe ni mwenye kuridhia ushirikina wala ukafiri. Lianna almu'minu ridahu mardatullahi au ridahu wa ghadabuhu tabaa ridallahi wa ghadabihi. Hakika mtu wa mu'min, ukitaka kumjua mu'min, kinachomridhisha Allah tabaraka wa taala kinakuwa ni yenye kumridhisha, kinachomghadhabisha Allah tabaraka wa taala kinakuwa ni yenye kumghadhabisha. Naam, ndio maana ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akizungumzia ushirikina, alipokuwa akizungumzia uzushi, Rasul alikuwa mkali kabisa, hadi uso ya Rasul sallallahu alayhi wasallam inakuwa ni yenye kubadilika, kwa sababu lianna almu'min ridahu wa ghadabuhu tabi'an rida Allahi wa ghadabi. Mu'min anapokuwa anaona kinafanywa kitu ambacho kinamghadhabisha Allah tabaraka wa taala, naye pia anakuwa na ghadhabu ya hali ya juu. Lakini anapoona kinafanywa kinachomridhisha Allah, naye anaridhia na anakuwa na furaha kile ambacho kinakuwa ni yenye kufanywa. Naam, lakin almunafiq biddu dhalik, lakini munafiq uko kinyume na hiyo. Akiona kile ambacho kinamkasirisha Allah, munafiq anafurahia, huyo anafanya kitu ambacho kinamghadhabisha Allah. Lakini munafiq huyo anapoona inafanywa kitu ambacho kinamridhisha Allah tabaraka wa taala, anakuwa ni mwenye kuudhika na inakuwa ni yenye kumuuma zaidi. Washirku amrun khatir, na ushirikina ni amri ambayo ni hatari kabisa ikhwan. Ingawa bado kitabu yetu itakuja kueleza zaidi, lakini ushirikina ni kitu ambacho ni cha hatari kabisa, ni kitu pekee ambayo Allah amezungumzia katika Qur'an, hakuwa ni mwenye kusamehe. Allah anasema inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah anasema inna Allaha, hakika ya Mwenyezi Mungu, la yaghfiru an yushraka bih, hawi ni mwenye kusamehe anayemshirikisha. Iwapo umemshirikisha Allah tabaraka wa taala,
basi Allah hakuwi ni mwenye kuridhika kukusamehe ile ushirikina uliofanya. Katika suratu Zumar Allah anasema, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah fa inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Katika Zumar Allah anasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, waambie wale waja wangu ambao wamefanya madhambi katika nafsi yao, wakakithirisha makosa katika nafsi yao, la taqnatu min rahmatillah, waambie msikate tamaa kwa Mola wenu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, hakika ya Mwenyezi Mungu anakuwa ni mwenye kusamehe makosa yote. Lakini ukikuja katika Suratun Nisa Allah anasema, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih, Mwenyezi Mungu hasamehi makosa ya kushirikishwa. Tutaibebaje hizi aya mbili au tutazitofautishaje hizi aya mbili? Ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi mja wake ushirikina, na Allah huyo huyo anatuambia katika Zumar anakuwa ni mwenye kusamehe madhambi yote, iwe ni madhambi ya aina gani. Ulamai wa tafsiri wanasema ya kwamba Allah aliposema inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih, ay man mata ala shirk, Allah hasamehi yule ambaye amekuwa juu ya ushirikina alafu akakufia ushirikina. Mata wa huwa mushrik, ulikuwa na mganga wako, unaenda kwake kila unapopata shida, kila unapopata mapungufu, unaenda kwa mganga akakufanyia uganga wake, agange mambo yake ya kiganga alafu ifaulu. Wewe ukiwa tu na yule mganga wako ukawa umekufa juu ya yule mganga wako, ukikufa Allah hakusamehe. Ni kwamba yale madhambi mengine ukikufa kwacho, iwe na ukubwa kiasi gani, Allah atakuwa ni mwenye kusamehe. Wewe pengine ni mzinifu, ukakufa ukiwa mzinifu, huenda ukapata msamaha ya Allah huko mbele, na huenda Allah akakuchoma kwa makosa yako. Kwa ile makosa yako Allah atakuchoma kwa kiwango ya makosa yako, kisha utatolewa, utaingia katika janna. Pengine wewe ni mwizi, ukakufa juu ya uwizi, Allah atakwenda kukuadhibu kwa kiasi ya dhambi yako, lakini baada ya pale utafanya nini? Utatolewa katika moto na utarudishwa katika janna. Kwa sababu inapofika katika janna, Allah anaamrisha malaika, nendeni mkawatoe katika moto wa Jahannam kila ambaye katika moyo wake imepatikana chembe ya imani. Lakin man mata mushrikan, yule ambaye amekufa akiwa mushrik, akiwa juu ya ushirikina wake, wewe pengine ulikuwa uko na kinga yako, pamoja na kuwa Mungu ndio anayekuangalia, wewe ulikuwa na bonge la hirizi kwa mkono yako au kwa mshipi yako au ndani ya nyumba yako, ukiamini kwamba hii ni kinga dhidi ya wachawi. Naam, ama ulikuwa na majini wako ambaye wewe unawategemea, ukakufa juu ya hilo, wallahi hupati msamaha ya Mola subhanahu wa ta'ala. Lakini ulikuwa mushrik ukatubia, Allah tabaraka wa ta'ala anakusamehe. Ni kwamba inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, Allah anasamehe madhambi yote. Lakin anna Allaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah hakuwi ni mwenye kusamehe yule ambaye atakayemshirikisha. Ay man mata ala shirk, ni yule ambaye amekufa juu ya ushirikina wake. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar. Allah anasema hakika yule ambaye atamshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah atakuwa amemharamishia janna. Iwapo utakuwa mushrik na utakufa juu ya ushirikina, Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha juu yako janna. Wa ma'wahu an-nar, Allah anasema marejeo yake itakuwa ni motoni. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, ay al-mushrikin hawakuwi na msaidizi mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala. Ukikufa juu ya ushirikina, Allah hakusamehi na wala hukuwi na msaidizi yoyote, kwa kuwa siku ya Kiyama msaidizi ni Allah tabaraka wa ta'ala pekee yake. Basi iwapo Allah ameahidi kwamba hatakusamehe, Allah ameahidi kwamba marejeo yako ni motoni, ni vipi utapata msamaha ya Mola subhanahu wa ta'ala? Kwa hivyo ndugu zanguni, ushirikina ni jambo ambalo ni la hatari na ni jambo ambalo Allah tabaraka wa ta'ala haridhi, ingawa haikufika
katika darsa yetu tunavyoendelea, ndiyo tutakwenda kupata ufafanuzi zaidi ya ushirikina, kwa sababu kitabu yetu tulisema ni kitabu ya aqida, ni kitabu ya tauhid, na bila tauhid saum haikusaidii, bila tauhid swala haikusaidii, bila tauhid haji haikusaidii, bila tauhid zakat haikusaidii. Tauhidi ndio msingi ya Uislamu, na bila tauhid hakuna ibada itaenda popote. Hauna tauhid, wewe ni mushrik. Sujudu utakavyo sujudu, simama usiku mzima, soma Qur'ani mzima ukitaka katika hata rakaa moja, lakini haiendi popote iwapo wewe ni mshirikina. Ndio maana tukasema tunazungumzia tauhid ndani ya Ramadhan ili wengi tupate kuelewa tauhid. Na ukizungumzia tauhid lazima uongee kinyume yake. Kinyume yake ni nini? Huwa ashirk, ni ushirikina. Lakini Sheikh atakuja kutueleza zaidi insha Allah taala. Hapo ndipo leo tutakomea insha Allah. Kesho tunapokuja insha Allah darasa ya asr hatutoweza kuendelea insha Allah, kwa sababu kidogo iko shida ya homa, hatutowezana nayo insha Allah. Lakini kesho insha Allah baada salatu al-asr tutakwenda kuangalia asli ya tatu katika usulu thalatha, ndiyo tuingilie kwa undani zaidi ushirikina na tauhid. Allah tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu wal afwa minkum.